Hai, sasa leo Mama Maji ako kwa mtaa na leo tuko Kasarini, Kiambu. Haya basi njoo. And I am a retired teacher, teaching Kasarini Primary, which was more affected by the teeth decay due to a kind of water, I don't know which one. And I used to be worried about these teeth. I couldn't understand because you could see a child, the child face is okay, but when you look at the teeth, they were so terrible. I could not understand until I was told what is the cause. Is the water here, the borehole water that had affected their teeth and their bones. But I thank God that you have come as a dentist so that we may know how to solve this problem, and we hope we are going to do it. You could see a child is growing, but ana bed hivi. Unamuuliza ni nini, you see the child is not strong, and you could notice there is something that is wrong. As a teacher, when you encourage them, they could be free with you, despite of the teeth being like that. But when you, as a teacher, when you tell them, hey, let me talk there in Kikuyu, hey, now when they came magego, that child becomes withdrawn and understand there is something wrong with his teeth. My name is Peter Njuya. I'm born here. I'm a student from Kasarini. This is my teacher. This was my teacher. Yes, we are happy because of the coming. Vile umesikia picha akiongea na akieleza, sisi wanadhehebu ni wale wakati huo tulikunywa maji na siwezi kusemekana, but ilikuja ikaleta watu wengi madhara. Tuambiwe sijui ni klorini kwa mingi sana, fluoride hiyo. Wakati huo tukiwa wachanga tulikuwa tunaona hao wengine wako wasi hata kuliko sisi, na wale iliwafect hata joints zao za mtu, wakawa nakaa kama wameparalyze. Wengine unakuta meno zenyewe zinakatika zenyewe, zinakatika. Wengine unapata mwingine analea mbili mpaka za Analea mbili za meno. Analea mbili. Unaona? Yes. So kuna zingine zimemea, zingine zimeoza. So wakati huo tulikuwa na shida sana. Nikiongea kweli, hata kusmile kwenyewe kuna mwingine angesmile. Hata kuchekeshwa na mtu. Tachekelewa. Unapata mwenyewe pia kwa harufu. Unatoa harufu mbaya. Okay, unaenda kwa daktari, unataka hata wewe ukae kama hao wengine, ndio utoe 6,000 8,000. Unaona pia ni gharama pia. Hakuna mtu hawezi penda kukaa na meno ya maziwa. So iko hivyo, watu wengi sana walikaa kama miguu imefanya nini, imebenda. Shida zile ziko na meno. Huwa tunaumwa, zingine zinajitoa peke yake. Shajitoa hata wengi wakati huo
Ulikuwa tu unapata tu mtu akikula Imekatika. Imekatika. Kama saa hii mimi kuna ingine hata naogopaga kwenda kwa daktari. Juu sasa ilikatika ikawachwa kakitu kado. Sasa vile nisikia mtu huenda kuchimbwa ati uitoe. Hiyo tutaiangalia nje. Nini? Sawa kama hiyo yangu hata kumeza. Nasikia ushame sana. Juu ya vile Mungu anatubariki na mvua kama saa hii vile inanyesha. Mimi nimeharvest yangu na gutters na tank. Na hiyo sasa ndio inatufurahisha na ndio tunatumia. Unaona?